Lebanon, Israel na Marekani Ijumaa wametia saini mkataba wa mfumo wa pande tatu uliolenga kufungua njia kwa makubaliano ya amani kati ya mahasimu hao wawili wa Mashariki ya Kati kwa muda mrefu. Makubaliano hayo ambayo maafisa walisema yanajumuisha juhudi za majaribio ambapo wanajeshi wa Lebanon watachukua udhibiti wa maeneo mawili yanayokaliwa na Israel pamoja na mchakato unaolenga kuwapokonya silaha Hezbollah ni matokeo ya raundi 5 za mazungumzo katika mji mkuu wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema katika hafla ya utiaji saini kwamba makubaliano hayo yalianza kuweka mfumo wa amani na usalama wa kudumu, akibainisha kuwa ni mwanzo na kuna kazi nyingi mbele. Balozi wa Lebanon nchini Marekani Nada Hamade Mowad alisema makubaliano hayo ni hatua ya kwanza katika kurejesha uhuru wa Lebanon na uadilifu wa eneo hilo, kuhakikisha kusitishwa kabisa na kwa kudumu kwa uhasama na kuwawezesha watu wao kurudi kwenye ardhi yao. Balozi wa Israel nchini Marekani Yechiel Leiter alisema chini ya makubaliano hayo Iran imetoka, Hezbollah imetoka na njia ya amani kati ya Israel na Lebanon imeingia. Hezbollah iliivuta Lebanon kwenye vita pana vya Mashariki ya Kati mnamo Machi 2 kwa kurusha roketi zilizolenga Israel kulipiza kisasi mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Katika mashambulizi ya Marekani na Israel ilijibu kwa mashambulizi makali ya anga na uvamizi wa ardhini, na wanajeshi wake wanaendelea kukalia maeneo makubwa ya kusini mwa Lebanon ambapo wamekuwa wakifanya uharibifu mkubwa wa nyumba na majengo mengine. Licha ya makubaliano hayo, Israel na adui yake mkuu Hezbollah, ambayo ni sehemu ya serikali ya Lebanon, lakini pia inadumisha tawi lenye silaha lenye nguvu nje ya udhibiti wa serikali, walibainisha kuwa tofauti kubwa bado zipo. Mkuu wa Hezbollah Sheikh Naim Qasim mapema Ijumaa alisema kuwa Israel haina chaguo jingine isipokuwa kujiondoa kabisa kutoka kila inchi ya ardhi yao ya Lebanon na kwamba vikosi vyake lazima viondoke bila masharti. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema katika video iliyorekodiwa mapema na kurushwa na vyombo vya habari vya Israel muda mfupi baada ya kutangazwa kwa makubaliano ya mfumo huo kwamba Israel haina mpango wa kuondoka Lebanon hadi Hezbollah iachane na silaha zake. Maandishi ya makubaliano hayo hayakutolewa, lakini Netanyahu, Rubio na mamlaka za Lebanon walitoa maelezo fulani. Netanyahu alisema jeshi la Israel litaruhusu jeshi la Lebanon kuchukua udhibiti wa eneo katika maeneo mawili ya majaribio, moja kusini mwa mto Litani wa Lebanon na jingine kaskazini mwake. Hilo lilithibitishwa na uongozi wa Lebanon nchini Marekani, ambao ulisema katika taarifa kwamba makubaliano hayo pia yanatoa nafasi ya kuwapokonya silaha vikundi vyenye silaha visivyo vya kiserikali, akimaanisha Hezbollah. Rubio naye alisema katika taarifa kwamba makubaliano hayo yanaanzisha mchakato wazi na uliopangwa wa kuwapokonya silaha Hezbollah na miundombinu yake, pamoja na kikundi kazi cha kijeshi kinachowezeshwa na Marekani kusaidia kutekeleza makubaliano hayo. Mwanadiplomasia mkuu wa Washington pia alisema Marekani itatoa dola milioni 100 za msaada wa kibinadamu kwa uratibu na Umoja wa Mataifa na ingelipa jeshi la Lebanon dola milioni 30 linapojaribu kuboresha uwezo wa vikosi hivyo. Chini ya shinikizo la Marekani, maafisa wa Lebanon na Israel walianza mazungumzo ya moja kwa moja mwezi Aprili mjini Washington, na usitishaji vita ulitangazwa Aprili 17 ambao hatimaye ulishindwa kusitisha mapigano. Usitishaji vita mpya lakini bado dhaifu sana ulitangazwa mwezi huu, huku Teheran ikisisitiza kwamba Lebanon lazima ijumuishwe katika makubaliano yake na Washington kumaliza mzozo mpana ulioanzishwa na Marekani na Israel mwezi Februari. Mzozo huo umewahamisha zaidi ya Walebanon milioni 1 na kuacha zaidi ya 4200 wakiwa wamekufa, kulingana na mamlaka za Lebanon. Abdul Nasser Mwita, Rubaza Kimataifa.